Ibwana Mo Rush leo kwenye recap ya Female Run. By the way, nataka tupige story kuhusiana na hizi tuzo kubwa za kimuziki hapa duniani. Tuzungumzia tuzo za Grammy ambapo zitafanyika pale mnamo mwaka 2026 mnamo mwezi wa pili, yani wazungu wanasema February. Na habari njema sasa hivi kwa Tanzania ni kwamba ile listi kubwa ya wasanii namba zimeongezeka ambao watakuwa katika tuzo hizo. Diamond Platnumz soma la yake ya kwanza, lakini pia Harmonize hii ni first time yeye kuwa kwenye zile listi za watakao wania tuzo za Grammy. FDQ Kubanda naye atakuwepo, lakini pia AY pia naye atakuwepo kama mshiriki ama mwania tuzo zile za Grammy. Lakini pia tayari paka mdau zile hatua za awali zimekwisha anza. Sasa mwanangu Mo Rush, kwanza wa Tanzania tuwajuze stage ya kwanza kabisa inahusu nini ili wapate kuelewa kwamba kipi kinachoendelea katika tuzo hizi za Grammy. Right. Umemention hapo artist ambao wamejaribu na wenyewe kupeleka kazi zao kwenye Grammy. Ndio kwa hatua ya awali pia hapa tunazungumzia Academy kwa ujumla. Unaona pia David yupo moja ya member kwenye Academy ya hizi mchakato wa awali kupiga kura za awali. Unaelewa? So mchakato wa awali means kwamba wanaanza kupiga kura Academy kwamba huyu mtu anastahili kuingia kwenye vinyang'anyiro hivi au vipi. Sawa. So una submit kazi zako ama baadaye wanaziangalia kwamba huyu mwamba kweli ana deserve kuingia kwenye vinyang'anyiro kadhaa au kinyang'anyiro hichi hapa hichi. So mchakato wa awali umeanza na muda si mrefu watatangazwa watu ambao wanaingia kwenye hivyo vipengele kabisa. Nilimuona Davido ukawa ni mjadala mkubwa sana. Davido kwa nini? Kwa sababu tunamjua ni msanii pia na labda watu walikuwa wanategemea ataingia kwenye hizi tuzo na nini. Davido ni mmoja msanii ambaye ukimzungumzia kwenye ulimwengu ana nafasi yake. Kazi zimto zimempeleka kwenye Academy. Unajua album yake pia ya Timeless, mimi naweza ngazungumzia ni moja hapo ya kazi ambayo imemfanya pia amekuwa miongoni mwa Academy. So mchakato wa awali umeanza na wasanii wetu pia nimeona miongoni wa watu ambao kazi zao zipo. Naelewa. Harmonize nimeona kapeleka kazi kama 4 hivi. Ni bwana kama 4 nimeziona, nimeona kazi kama 4 kwenye kipengele kimoja. So hii hapa inamaanisha kwamba at least moja hapo inaweza ikawa sehemu ya yeye kumpigisha hatua kabisa. Okay, by the way Mo Rush, labda mimi nikuulize swali moja tu. Hii tayari umeshasema kwamba ni hatua za awali ambapo watu ambao wamesimamia kuhakiki umeona bwana kama huyu anafaa huyu ama namna vipi. Unavyoona katika listi ya wasanii wa Kitanzania Diamond, Harmonize, FDQ, AY, unaona yani tunasema kwamba wataingia katika hatua inayofuata baada ya hii. Unakuja unawapa maua sababu mfano Diamond ngoma ambayo imemfanya jina lake lionekane ni Low ambayo kashirikishwa na Ciara. Naelewa. So ni miongoni mwa kazi ambayo mchango wake unaonekana. Harmonize pia nimeona Me Too ambayo kaifanya na Abigail Chams. Nimeona kazi ambayo amefanya na AY Master, Simoni na zingine. Kwa hiyo unaona nafasi inaonekana yani. Hivi single again hajaweka? Single again sijaiona. Asipoweka basi atakuwa kifupi. Me Too pia ni moja ya ngoma kali. I know, ila lakini unapozungumzia single again kwa Harmonize aliua. Me Too kuna Final. Nimeziona. Kwa hiyo ni moja ya ngoma ambazo wewe mwenyewe pia naamini zinaweza zikawa sehemu moja hapo ya kuwa kwenye vipengele vya tuzo za Grammy. Na ameziamini pia. Lakini Mo Rush, turudi kwa Diamond Platnumz, umesema kwamba kazi ambayo ameipeleka ambayo featuring na Ciara, by the way ngoma inaitwa Raw. Diamond akuwa na opportunity ya track nyingine ambayo angeweza kuipeleka pale ka contest vizuri. Na kiufupi Ciara ndo mwenye kazi. So Diamond Ciara ndo ka mention ile nyimbo ya kwamba iwepo. Diamond kama future. Na ni moja ya ngoma ambayo Ciara mwenyewe amekuwa akizungumzia kwenye mafanikio makubwa sana kwenye baadhi ya interviews. Yaani hakuna interview ambayo ameshaenda kuhojiwa kuhusiana na Low akashindwa kumtaja Diamond kwenye matokeo chanya. Mashavu mengi sana. Mashavu mengi sana. Kwa hiyo mwenyewe ameona inastahili kuwa kwenye Grammy.
Okay, na Morash, by the way, tukiangalia sasa hivi the way industry ya muziki wa Bongo Flava inapoelekea ni hatua nzuri, kwa sababu tumeona numbers ya contesta kutokea hapa Tanzania imeongezeka. Hii inaleta taswira gani kwa miaka ya hapo baadaye, kwamba tutegemee kwamba kuna siku Grammy kwenye hadhi ya Nyerere? Of course. Unajua zamani watu walikuwa wanaichukulia uzito sana. Ni kama kitu ambacho hakiwezekani. Lakini sasa hivi unaona kabisa watu wanathubutu. Kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa hata kwa miaka ya mbele hivi hata wasanii ambao wanakuja kuna time unaweza mimi nimeshuhudia baadhi ya artists ambao wakijaribu kuhojiwa kuhusiana na tuzo ya Grammy. Watu wana ndoto yako nini? Bwana, mimi ndoto yangu siku moja nije nilete Grammy hapa Tanzania. Watu wanaona mtu ajabu sana. Wewe unachukulia poa Grammy. Lakini ni kitu ambacho kinawezekana, unajua. Kabisa. So mimi naamini miaka ya mbele tuzo zinaweza zikaja kwa wasanii tofauti sana kwenye hizi Grammy. Wanaweza wakaja performer, wanaweza wakaja upcoming artists, wanaweza wakaja writer, director, nani, kwa sababu kuna vipengele tofauti. Kwa mimi naamini kwenye ardhi ya Nyerere hapo baadaye Grammy zitakuja kwenye vipengele tofauti sana kabisa. We back on the day kwa Harmonize. Aliwahi kunukuliwa moja ya interview ambayo yeye Harmonize aliwahi kuuliza swali ya kusema kwamba ataileta Grammy. For this time around yale maombi tayari yameshajibiwa, ni miongoni mwa majina ambayo yako pale katika washiriki wa tuzo hizo za Grammy. So, huu ni muda wa Harmonize kuonesha kile kitu ambacho alikuwa anatamani kukionyesha. Of course. Ndoto inaenda kutimia. Kama mtu alishawahi kusema na muda mwingi sana nimeona Harmonize akitoa project waga anazidedicate kwa Grammy. Yani anaona viwango vya Grammy tu. Yani hata kipindi cha nyuma hapa wakati alikuwa anatengeneza album yake, nafikiri haijatoka bado. Alikuwa analenga kabisa kwamba ni album ya mbele, yani so ya hapa ndani. Na Harmonize amekuwa akifanya project za wasanii tofauti wa nje. Yani unajua language pia sometimes inambeba. Language nini. Kwa hiyo mimi naamini ndoto ya Harmonize inatimia. Yani kama sio leo basi hata kesho. Okay, finally labda nikuulize jambo moja tu. Katika wasanii ambao orodha yao tayari ipo na watakuwa wakicontest pale wakiwa wanagombea kushiriki, naweza nikasema hivyo, unaweza kuona labda katika hao wasanii kuna mmoja hapo anaweza akabahatika kuachieve hicho Tanzania ambacho wanakitegemea sasa hivi kwamba Grammy itakuja Tanzania? Mimi naamini kwa siji ni mwake nani yoyote yoyote ambaye atakuwa miongoni mwa yoyote. Lakini Harmonize nimeona ana nafasi kubwa sana. Nimeona nafasi kubwa sana. Best African Music Performance. Nimeona zile ngoma zake zimeingia kama 4 ambazo nimemention. Furaha, yuko na Abigail Chams, Me Too, na Simuoni akafanya na AY Master Final. Kwa hiyo ana nafasi Harmonize. Sababu nakumbuka hata kuna wakati fulani nishagi kuzungumzia nikasema kwenye tuzo zozote zile msanii anapoingia kwenye kipengele zaidi ya kimoja anakuwa na nafasi kubwa sana. Msanii anaingia kwenye tuzo na kwenye vipengele zaidi unakuta 4. Huyo tegemea hata tuzo 2, 3 au 1 tu, ili mradi yeye amebeba tuzo. Okay, huyo bwana ni Morath. By the way, tulikuwa tunalipitia jambo la tuzo za Grammy ambazo mchakato wa awali tayari umekwishaanza kufanyika by the way, na mchongo mzima utafanyika mnamo mwakani, Mungu akikitubless, basi pale 2026, basi pale tutakuwa tunashuhudia tuzo za Grammy mwezi wa pili pale. Na jambo kubwa, wasanii wa Tanzania idadi imeongezeka. Diamond Platnumz, Harmonize, Fid Q, Kubanda, AY, au wote wapo pale katika orodha ya wasanii ambao kutokea Tanzania watakuwa kwenye zile tuzo za Grammy. By the way, kwenye microphone number 1 nilikuwa mimi Dimswati, microphone number 2 Mwite Morash, nyuma ya kamera anaitwa Gamba Gatuso Gesh ambaye anasimamia mchongo mzima wa recap. Unakaa sawa? Okay, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Film Online ili kupata zile taarifa zote muhimu na za kiburudani na za kimichezo hapa Film
Alright, lakini pia komenti yako kuhusiana na hichi tulichokuwa tunakiongelea. Wewe katika hao wasanii ambao majina yao tumemention, unaona ni nani anaweza kurudi na tuzo hizi za Grammy? Weka hapo comment yako. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Femifu Barbershop, lakini pia na New Warembo Saloon ambayo inapatikana Mazimbo Road. Zote hizi zipo opposite zinatizamana. New Warembo Fashion kwa watoto wa kike, lakini pia kwa watoto wa kiume. Nenda pale Femifu Barbershop, pata hitaji lako ambalo unalitaka. Sisi tuna sign out mpaka pale baadaye. Bye bye.